Bana we, kama unajua umekaa karibu na mtu wa kushtuka au kuota, tafadhali mwekee mipaka kidogo. Asije akagwara akilitazama hili movie, maana ni movie lililojaa na ushirikina na nguvu za kichawi. Watu wengi walimjua kama Nene, mganga mashuhuri aliyesifika kwa uwezo wake wa kuponya magonjwa na kusaidia waliokuwa hoi. Siku moja, binti moja aliyokuwa na huzuni mkubwa moyoni alimfuata akimwomba msaada. Alikuwa na shauku ya kumwokoa kaka yake, Ozo, ambaye alikuwa mgonjwa mahututi na hali yake ilikuwa ya kutia huruma. Nene hakusema lolote, aliongoza njia kimya kimya hadi alipofanya matambiko yake ya tiba. Baada ya kumaliza kazi yake, aliwaambia kuwa ndani ya nusu saa mgonjwa angepata nafuu, huku akielezwa kuwa kama ishara ya shukrani walipaswa kuleta sadaka kama kuku, mbuzi au hata ng'ombe, lakini siwe zaidi ya masaa 5 tangu kupona. Hata hivyo, Nene alipokuwa akiondoka, macho yake yakavutiwa tena na yule mgonjwa. Alibadili mawazo na kurudi. Akamwambia yule binti kuwa Ozi kuwa asijisumbue tena kuleta sadaka. Badala yake alimwagiza kuwa kaka yake akiamka ni lazima aje kwake kwa mazungumzo muhimu sana. Ozo alikubali, kisha akaondoka. Ala, inaonekana kipara huyu pia ana upiri wa ajabu. Basi we, kama unajua we ni mpenzi wa recap kama hizi, tafadhali usikose kusubscribe, kushare na kulike ili munipe nguvu zaidi ya kuwaletea filamu kama hizi. Kaa tayari. Hadithi ikahamia kwa binti mwingine aitwaye Chioma. Baada ya kusana mwanaume mmoja aliyekuwa akijifanya mwema, ghafla mwanaume huyo alipofuka macho. Akiwa hana la kufanya, alianza kuomba msaada huku akilia kwa kukiri hadharani dhambi zake. Alikiri kuwa alimuua rafiki yake kwa tamaa ya kujichukulia faida yote ya biashara aliyokuwa ameifanya pamoja. Chioma alimwambia wazi kuwa upofu huo haukutokana na yeye binafsi, bali ni adhabu kutoka kwa miungu kwa sababu ya uovu wake. Mwanaume huyo alilia sana, huku watu waliokuwa wamekusanyika wakimtazama bila kujua cha kufanya. Ilionekana wazi kuwa Chioma alikuwa na uwezo wa ajabu uliowafanya watu kukiri makosa yao mara kwa mara. Uwezo huo ulifanya hata baba yake mwenyewe ajihadhari. Alipojaribu kumgusa, alianza kutubu kosa alilofanya zamani. Akakiri kuwa aliwahi kutumia dawa ya mapenzi ili kumpata mke kwa sababu ya upweke. Chioma alimwonya asirudie kosa kama hilo tena, na akamwambia kuwa kama anahitaji mke asubiri kwa wakati sahihi badala ya kutumia nguvu za giza. Wakati huo huo, Ozo aliyekuwa amepona alifika mapema kwa Nene kutoa shukrani zake. Alimshukuru sana kwa kumwokoa maisha yake, lakini ghafla Nene alimwambia jambo lililomshtua. Alitaka Ozo awe mume wake. Ombi hilo lilimchanganya na kumkera sana Ozo, kwani hakuwa na hisia zozote za mapenzi kwake. Atamuoaje kipara? Baadaye ukweli ukaanza kufichuka. Ndugu mdogo wa Ozo aligundua kuwa Nene alikuwa akitumia huduma zake za uponyaji kama njia ya kujinufaisha mwenyewe, akilazimisha watu waliopona kuleta zawadi za sadaka nyingi. Nyumbani kwao kulikuwa kumejaa sukari, ndizi na vitu vingine vilivyoletwa na watu waliotafuta msaada. Mama yake Nene alikuwa akifurahi sana maisha yao ya neema. Siku moja, Chioma alikutana na wanaume wawili njiani. Aliwasomesha na kuanza kutoa unabii. Alimweleza mmoja wao aliyekuwa amevaa shati jeusi kuwa wazazi wake walikuwa wamefariki. Anaishi kwa mjomba wake, ana mali nyingi alizoachiwa, lakini alionya kuwa maisha yake yalikuwa hatarini na akirudi nyumbani asithubutu kula chakula alichokuta kwani kilikuwa na sumu. Maneno hayo yaliwashangaza sana waliokuwepo, kwa sababu yote aliyosema yalikuwa ya kweli. Walianza kuamini kuwa Chioma alikuwa amepewa kipawa cha kipekee. Yule mwamba alipofika nyumbani kama ilivyotabiriwa, mjomba wake akamweleza kuwa amemwekea chakula aende akale. Mchizi akashtuka, mbona kama unabii ni wa kweli? Kwa bahati mbaya, yule kijana alipokuwa akielekea mezani, alijikwaa makusudi na kuangusha sahani pamoja na chakula chote. Mjomba wake alikasirika sana na kuanza kumkemea kwa hasira, akimuuliza kama anajua hata gharama ya unga siku hizi. Mazungumzo hayo yakachanganyika na kelele. Jamaa alianza kushangaa sana kwa nini siku hiyo mjomba alionekana kujali sana kwa chakula, ili hali haikuwa kawaida yake. Kijana alipoona mambo yanazidi kuwa hatarishi, alijifanya anaondoka nyumbani. Ndipo alipokumbuka maneno ya Chioma na akatambua kuwa utabiri wake unatimia kwa kweli. Hakula chakula kile kabisa. Cha kushangaza, baada ya kujiondoa ndani, alikaa pembeni bila wao kujua. Hapo ndipo alisikia mazungumzo ya siri ya mjomba wake na mke wake wakipanga wazi wazi jinsi ya kumuua ili tu wachukue mali zote alizoachiwa. Chuki na mipango yao yote ilifichuka wazi, naye akasikiza kila neno kwa mshtuko mkubwa. Baadaye kijana alimwendea rafiki yake wa karibu na kumwelezea kila kitu alichosikia. Akamwambia kuwa unabii ule wa binti Chioma ulikuwa wa kweli kabisa. Rafiki yake akamshauri waende haraka kumtafuta Chioma ili apate suluhisho la tatizo hilo, hasa ikizingatiwa kuwa tayari walikuwa wamemkataa Nene, yule mganga mwenye kipara yani. Mnamkumbuka huyo mwamba Ozo? Wakiwa njiani na mpenzi wake, kwa bahati mbaya alikutana na Nene. Nene alichukizwa sana na kuanza kuuliza kwa ukali yule binti alikuwa na Ozo ni nani. Ozo akamwambia wazi kuwa huyo ndiye mchumba wake na wanapendana kwa dhati sana.
hadi wakajifananisha kama mapacha vile. Maneno hayo yalimchukiza sana Nene, akaanza kuropoka maneno ya kishirikina. Ghafla Ozo akapigwa na ububu, akashindwa kuzungumza kabisa. Hatimaye walimleta mjomba wao mbele wa Chioma nyumbani ili wapate ufumbuzi wa matatizo. Chioma alipomguza tu kwenye goti, mjomba huyo alianza kutetemeka na kuanguka chini. Kisha akaanza kukiri kutubu hadharani mipango yote aliyokuwa nayo, hasa njama ya kumua kijana. Mke wake alibaki amesimama kwa mshangao. Siri zote zimefichuliwa wazi bana. Hivi si mnajua maanko kama hawa bado wapo paka sasa hivi. Chioma alimwambia kuwa wazi atalipia kwa maumivu aliyosababisha, lakini kama ataendelea na uovu huo, yeye pamoja na mkewe wangeweza kukumbana na kifo. Chioma wala hakutisha chochote kama vile mwenzake Kipara alivyokuwa akifanya. Akaonyesha kuwa hahitaji malipo yoyote. Hata hivyo, hali ya mjomba huyo ilizidi kuwa mbaya zaidi. Alipoza mwili mzima. Mke wake akalazimika kumpeleka kwa Nene ili apate uponyaji. Lakini Nene akiwa na hasira aliwafokea na kusema kuwa yuko kwenye hali ya kusaidia. Baada ya kumsihi sana, aliwaambia wazi kuwa kama wanahitaji uponyaji watalazimika kumletea mbuzi, kondoo na kiasi kikubwa cha pesa. Nene alikuwa mtu wa kutanguliza faida kuliko kitu chochote kile. Familia ile ilimwahidi kuwa watamletea chochote alichohitaji ili mradi tu uponyaji ufanyike. Nene akatoa dawa yake aliyodai kuwa hutibu kila aina ya kupooza. Alimpa yule mzee anywe, na kwa mshangao mkubwa hali haikubadilika hata kidogo. Mzee aliendelea kuwa hoi kabisa, mwili mzima ukiwa mzito kama jiwe. Inaonyesha hapa kuwa uponyaji wa Kipara umegonga gaga. Nene alishuka sana, ikambidi aongeze dozi ya pili, lakini bado hakuna mabadiliko yaliyofanyika. Hofu ikaanza kumvaa, mikono ikatetemeka, maana hali kama hiyo haijawahi kutokea katika kazi yake. Kwa mshangao mkubwa akaanza kuuliza chanzo cha tatizo hilo. Ndipo akaambiwa kuwa mzee huyo alipoza mara tu alipoguzwa na Chioma. Maneno hayo yakamvunja kabisa moyo. Nene akatambua wazi kuwa nguvu zake hazingeweza kushindana na aliyesababisha hali hiyo. Akiwa hana la kufanya, aliwaambia waondoke wamtafute aliyesababisha tatizo hilo, maana kwake mchezo ulikuwa umefika mwisho. Ala, yani hapa Nene amekufa moyo kabisa. Baada ya tafakari ndefu bila suluhisho, familia hii iliyopigwa bubu ikapata wazo la kwenda kwa Chioma. Walikuwa na matumaini makubwa sana kuwa Chioma angeweza kuwasaidia ndugu yao. Walipofika kwa Chioma, walimuelezea shida yao. Chioma aliwaambia wachukue maji ya baridi, wamwekee kwenye masikio na kumpaka mdomoni pia. Aliwahakikishia kuwa baada ya hapo angeweza kuzungumza tena. Walifanya kama alivyoelekezwa, na kwa mshangao mkubwa yule kijana alianza kuongea mara moja. Furaha iliwajaa mioyoni yao. Wakamshukuru Chioma kwa dhati. Walijaribu kumpa zawadi lakini Chioma akakataa kabisa. Akamwambia kuwa mshukuru Mwenyezi Mungu pekee, maana yeye ndiyo chombo. Inaonekana hapa Chioma na roho safi kabisa, si kama mwenzake Kipara. Maanake ingekuwa Kipara angekuwa ashachukua zawadi vyote hivyo. Walipokuwa wakirudi nyumbani, walikutana na Nene njiani. Nene alimwangalia kwa mshangao sana, nao akamcheka kwa uhuru mkubwa, wakijua kuwa sasa hana mamlaka yoyote juu yao. Nene alichukizwa sana na tabia hiyo, akabaki akiwaza ni nani alikuwa na nguvu kiasi cha kushinda uwezo wake. Hata nyumbani kwao hali ilikuwa na sitofahamu. Mama yake Nene alishangaa sana kuona Ozo akiwa mzima kabisa, ila binti yake alikuwa akidai mroga ili amkaribie. Swali moja likawa linamtesa Nene: ni nani huyu mwenye uwezo mkubwa kuliko yeye, ambaye akimgusa mtu lazimika kukiri uovu wake wote? Ni nani huyo kwani? Sifa za Chioma zikaanza kusambaa kijijini kote. Watu wakamiminika kwake kuomba msaada, maana hakutaka malipo wala sadaka. Kwa upande wa Nene hali ikawa tofauti. Watu wakamkimbia kwa sababu ya tamaa na lugha yake chafu. Nyumbani kwao pakaanza kuwa patupu kabisa. Hakuna mteja hata mmoja, panakaa kama kipara chake hicho. Mama yake Nene akaanza kumlalamikia kuwa watakufa njaa, maana hakuwa na kitu kingine cha riziki ila tu uganga. Kwa hasira na wivu wakaanza kupanga jinsi ya kumtafuta Chioma ili wajue ni nani hasa na nguvu zake zinatoka wapi. Mdogo wake Nene aitwaye Orama akajitokeza kwenda mtaani kukusanya taarifa. Akauliza kwa watu wengi sana, lakini kila alipowafikia alipewa majibu yale yale. Chioma ndiye alikuwa na nguvu za kweli, na watu walikuwa wameacha kabisa kwenda kwa Nene kwa sababu ya nguvu zake zilizokuwa za giza. Orama alikutana hata na vijana wengine waliokuwa wakimkejeli waziwazi, wakimwambia kuwa enzi za Nene zilikuwa zimepita. Akiwa kwa mshangao na machungu, Orama akarudi nyumbani na kumpa dada yake taarifa zote alizokusanya. Ingawa hakufanikiwa kumpata Chioma, waliapa kutomwachia kirahisi, maana walijua kuwa nyota yake imeng'ara kuliko yao na lazima wajue siri ya nguvu yake. Uganga ulikuwa ndio kazi pekee aliyokuwa akitegemea kwa maisha yao. Lakini siku zilizopita wateja wakapotea kabisa. Hakuna aliyokuwa akija kuomba msaada tena. Hali ikawa ngumu kiasi ya kwamba walazimika kushuka mtaani kuomba msaada kwa watu, yani omba. Kwa masikitiko makubwa, kila walipokutana na mtu walidharauliwa na kuachwa bila msaada wowote. Kudhalilishwa huko kulijenga chuki nzito moyoni mwa yule mganga mwenye kipara. Ndani yake roho ya kisasi ikaanza kukua. Akaamua kuwa hata kubali tena kudharauliwa.
Mapema siku iliyofuata alivaa mavazi yake kishirikina na kuanza safari ya kwenda kwa miungu iliyompa uwezo wake, akitaka kujua ni nini afanye ili arudishe heshima yake kama ilivyokuwa awali. Kwa kweli, kabla ya kuibuka kwa Chioma, yeye ndiye aliyekuwa kipenzi cha kijiji. Alipenda na kuheshimiwa sana, lakini kuja kwa Chioma kulimporomosha kabisa. Akachukua nyota yake na mapenzi ya watu, maana wawili hao walikuwa wakitoa huduma moja tu. Kama methali isemavyo, fahali wawili hawawezi kaa kwenye zizi moja. Hapa ndipo inayofanyika sasa. Alipofika kwa mkuu wake wa kiroho, aliambiwa wazi kuwa hitaji lake linajulikana. Alitaka Chioma aondoke kabisa, hata kama ni kwa kifo, ili yeye tu abaki peke yake na mamlaka yote. Alikabidhiwa panga na kuambiwa afanye kafara kubwa ili apate nguvu za kumshinda Chioma. Lakini kipindi Nena alipofanya uganga wake, wazee walimzuia. Mpango wa kwanza ukafeli. Mkuu wake akamwambia kuwa sasa inabidi afanye kafara ya mwisho na ya kuitisha nguvu zaidi ili apate nguvu kamili. Katika giza la tamaa na wivu, mganga huyo wa kipara akageuka kuwa mkatili kabisa. Akamnyonga na kutaka kumuua baba yake Chioma. Akamrushia vinguvu. Akamnyonga ila Chioma akatokea kwa wakati. Chioma alipofika na kushuhudia tukio hilo, alilia sana. Wazee walinzi wa kiroho wakamwekea kwenye ulinzi maalum, huku mganga mwenye kipara akirusha mashambulizi ya kichawi bila mafanikio. Wazee walimgeukia Chioma na kumjaza nguvu zao zote. Alipozinduka, mganga mwenye kipara alijaribu kupambana naye tena. Akatoa nguvu zake zote, lakini hakufanikiwa chochote. Alibaki akigumia kwa maumivu, akiwa hana namna. Alitoroka eneo la tukio na kurejea nyumbani kwao akiwa na hofu kubwa. Alipotokea tu hivi tu, mama yake na mdogo wake wakamtoroka bana. Akajiuliza kwani ni nani? Na ametoa wapi nguvu hizo jamani? Lakini hakukata tamaa kabisa. Siku nyingine tena alimvamia Chioma na kumrushia mashambulizi ya mwisho kwa kicheko na dharau. Chioma naye akapiga kelele kubwa sana, sauti iliyojaa nguvu ya ajabu. Kelele hiyo ilimgonga vibaya mganga mwenye kipara pamoja na Chioma pia. Wakaanguka chini bila nguvu. Wananchi walipokuja walimkimbilia Chioma, kipenzi chao hicho, wakimwacha mganga mwenye kipara akiwa hoi. Mama yake na mdogo wake Orama walilia kwa uchungu mkubwa sana, kwani mganga huyo alikuwa amefariki dunia. Chioma na kikundi chake walipita pembeni bila hata kusema neno, kisha wakaondoka. Hapo ndipo hadithi yetu inafikia mwisho. Spiritual Crushes. Bwana, litazama ile movie lote. Movie tamu kabisa. Kama unapenda recap hii, bonyeza like, subscribe kwenye channel. Pia weka comment tuambie umejifunza nini kwenye movie hii. Asante kwa kutazama. Tuendelee kuwa familia moja kubwa.